mtoto wako mzuri wa Masepetu baada ya kuhangaikia kupata mtoto, amepata mtoto na ameandaa shughuli yake kwa maana 40, lakini watu ambao kidogo kimewashtua watu ni vingilio, kwa maana kuweka vingilio kwenye shughuli ya 40 yake. Vingilio mpaka inataja mpaka milioni 2, milioni 5. Watu wakasema sasa kama kumfanyia biashara sa mtoto hiyo. Wanaosema vile watakuwa wako sahihi au ni nini hasa? Hawajakosea wanaosema vile kama kumuuza mtoto. Kila mmoja unajua ana opinion zake za kuzisema. Hata mimi kwa upande wangu nitaliona hilo. Kwa sababu gani? Umekaa miaka yote hujapata mtoto. Mtoto ni baraka unajua. Alitakiwa pale awalike ndugu jamaa na marafiki zake wa karibu tu. Lakini sio kwa viingilio. Kwa sababu huwezi kujua wanaokuja hapo kina nani. Sasa watu washatoa vilingilio vyao, utawazuia kusogelea mtoto? Kila mmoja anakuja, pengine mtu kaja na mijanaba yake huko, anamsogelea mtoto, anataka hata amguse hata kidole. Hebu niambie. Mtoto ni kitu cha kutunzwa. Mimi nimepata mjukuu huyu wa 4 sasa hivi, wa 5. Mbona siwezi kufanya yani kitu ambacho mpaka watu wakamuona wakaanza kumshikashika, yani hivyo vitu hakuna. Mtoto kwanza anatakiwa kulindwa jamani. Kabisa. Ndio, mtoto alindwe. Kwa sababu gani? Ye kachelewa kupata mtoto maskini. Kwa hiyo hapa alipokuja kupatia, angekuwa sasa hivi mwingi wa dua kwa mtoto wake. Mwingi wa dua ingekuwa hivyo. Wala singempeleka huko kwenye sijui Superdome ze super nini. Kwa viingilio. We, kama kwa watu wanaenda kuingia kwenye tarabu, hapana. Alafu pale mtoto watu wanatakiwa waende wenye heshima na adabu. Wataenda ambao hata hawafai. Na pengine mtu kashapiga tungi lake ndo anakwenda kumuona mtoto. Na mapicha wengine picha za kumhasidi mtoto. Mwenyezi Mungu asimuoneshie jicho baya mtoto wa watu. Kabisa. Mimi kwa upande wangu, yani kwa upande wangu ninavyoona mimi, asingefanya hivyo. Singefanya hivyo. Na hata ile watu kila siku kunadhani alijua kwenda kila siku kumuona mtoto, kila siku kwenda kumuona mtoto. Walijua kwa kuna kitu fulani haiwezekani. Angemwacha tu mtoto mpaka akakuwa kubwa, labda pale kwenye birthday ndo angesema birthday yake mtoto, kwa hiyo mnaweza kuja kwenye birthday, lakini siku 40 bado mtoto. Bado kabisa. Kwenye hili kachemsha. Hapo mwanangu kachemsha. Hata mimi siwe mnafiki. Kweli. Hili kachemsha. Kachemsha kwa kweli. Akansel sasa. Ndio kashafanya tena. Aridhisha. Anawaka, anateketea, anafurahisha umati. Wewe unaweza kulipia milioni 5 kwenda kwenye shughuli ya 40? No way. No way. Hakuna. Si ndio upendo? Upendo wangu mimi uko kwenye moyo wangu. Ushosti. Na hata kama ushosti, yani upendo kwa mtoto, mtu mzima sawa, lakini upendo kwa mtoto, wewe kwenye moyo wako unafanya dua, unamuombea dua sana sana. Na mimi yule mtoto namuombea dua sana. Aishi miaka mingi aje kufurahi na mama yake. Ila kuna watu wanasema kama tu kwenye 40 watu wanatoa milioni 5. Ikiwa harusi itakuwaje? Unajua wabongo tunasema sema mimi sina. Unasema Tanzania haina pesa Tanzania, lakini nyumba ya jirani mwenzako anajenga ghorofa 10. Wewe unalia na njaa. Mimi nasema sina kodi, sina pesa, lakini majirani wanazo. Kwa hiyo sema mimi sina. Usiwasemee watu wote kuwa hawana. Nitegemea mama nitakuona kwa malijendi, sikukuona mama. Mimi sio. Mimi niseme ukweli, kile kitu kimefanyika cha malijendi, sio cha malegend. Miaka 30 ya Bongo Flava. Imefanyika. Lakini mimi sio mtu wa mambo hayo. Sio mtu huyo. Watu wakiniona watahisi kama mimi ni mtu kama wale. Lakini unakuta mijitu mizima imeenda, mimama mijitu mizima imeenda kwenye huo legend. Kwani unaenda unavaa suruali, unaonesha makalio, unacheza na mwanao yuko pembeni, unabambiwa. Kwa kweli hapana. Ustaarabu huo mimi sina. Hiyo hapana. Mimi sina, siwezi. Kabisa. Sina nguvu hiyo. Sina jeuri ya kufanya hivyo. Wanangu hawa Hisham, Alwi, Nasoro yuko Canada, Muradi, utanipiga. Hapana. Wewe. Mimi shabiki wa Dubai. Hapana. Huko. Mmenipeleka pabaya huko. Huko Dubai. Hapana. Si legendi msanii. Hapana. Kwa nini mama? Mkija kusema mimi hapa itakuwa balaa. Sitaki.
Sitaki hata kumsemea. Sikawakanya jukwani. Mwache. Kafanya nini? Sikawakanya watu majukwani pale, watu tabia mbaya. Mimi huyo sitaki kumsemea, mwacheni tu. Watu watasema anamuogopa, simuogopi chochote kwani yeye Mungu. Lakini sitaki kumsemea. Lakini Mama Love, samani, watu wanasema kwamba ambao wamemuelewa sana Duduba kwenye maongezi yake ni kwamba yeye kampeni yake ni kwamba atahakikisha anakemea yaani kwamba vijana sasa hivi, vizazi vya sasa hivi hivyo. Kwa hilo mimi nampongeza kwa kukemea watu wa Marinda. Hilo 100%. Mimi pia siwapendi. Kwa sababu gani? Sisi watoto wetu wa kiume tunategemea wao wanaume mashababi wazae, walete wajukuu. Leo wao si ndio wataenda kupandikizwa mimba wao wakazaa? Au watoto wa kike, mwanamke na mwanamke, kweli mnasuguana? Kweli vinyonyo? Hapana, kwa kweli hapana. Hilo nimeungana naye na kukemea hao tena, akiwaona wapige kabisa. Ni kweli. Sasa kwa maana kwa kalili kwamba wanawake ni kweli wanaharibu sana wanaume sasa hivi. Unajua mpaka wanawake wa sasa hivi wao wamekuwa ndio washabiki wakubwa wa hao watu. Wanawapenda, shughuli zao lazima wawepo hata mmoja, lazima. Sijui kwa nini. We utazaa, utakuwa na watoto wako wa kiume waje kwa hivyo, kweli utafurahi? Hebu nyie semeni hapa, mngekuwa mnakuja nyie mashows Tito, ingekuwa saizi tunagongeana 5 mimi na nyie, kweli? Sio haki kusema kweli. Hata dini zetu hazikubali vitu hivyo. Yaani kusema kweli hapana. Vile vitu vibaya sana, vinaumiza. Viangalie tu kwa mwenzio, utacheka, utamuona ndo kama shoga yako, mtapeana umbea, lakini mwisho wa siku hata wewe roho inakutafuna, unajiuliza, je, angekuwa mwanangu ningefurahia? Kweli. Yeye hawezi kufurahia. Mamba hawezi kufurahia vitu hivyo. Kweli. Hawezi. Na anasema kwamba wasanii wakubwa na wanaongoza pia kwa bebelea kwenye shughuli zao. Sio wasanii wakubwa tu. Hata kuna mibaba mijitu mizima mengine unakuta ni mume lakini huko anashughulikiwa. Ndio. Wenye magari mazuri hayo. Meusi. Wengi hamna kitu. Hamna. Kwanza nguvu za kiume Marigie. Wanabaikisha nguvu hizo za Marinda. Kwenye ile Duduba apewe tuzo sasa. Apewe tunzo zake tena. Kabisa. Apewe kwa kweli kwa kukemea hilo. Mimi nampongeza, sio mengine, hilo tu. Hilo. Ni hata mheshimiwa mbunge pia naye alijaribu kuuliza maswali yake pale. Alikuwa nani yule Escort? Nani alimuuliza Escort mbunge? Baba Levo. Noeli. Alijaribu kumuuliza Noeli. Shughuli ya Mama Dangote. Na alijaribu kuuliza bwana, vipi? Yule designer yule wa Diamond anaitwa Noeli, yeye alimuuliza pale jukwani pale. Simjui yule. Aliuliza pale, bwana vipi? Uko vizuri? Anamwambia kweli una mahusiano wewe? Una mahusiano? Una mpenzi? Una mpenzi? Una mke? Akajibu nini? Hii sio interview. Akasema hii sio interview. Hebu tuone. Huyu kama nimewahi kumuona mara moja. Hebu tupate clip yake. Ataweza kuipata clip yake? Ya Baba Levo. Kwani huyu anaishi nchi? Baba Levo alisha nguo dai. Toba ya Ilahi. Hebu toa kwenye nyimbo tu. Mungu tusaidie. Sikia. Sikia. Wewe uko vizuri kweli? Mtume Muhammad. Una demu? Una mke? Mama, huyu ni mmoja kati ya watu ambao wanamfanya Diamond Platnumz apendeze. Ukiona hivi anapendeza hivi, huyu ni Noeli. Sisi tunamwamini yeye kwa namna ambavyo Mwenyezi Mungu amempa kipaji cha kuwa design, kutafuta namna ya kumfanya msanii wetu namba 1 Tanzania apendeze na designer wake. Sasa mke ana kazi gani? Kwa hiyo yule ndio designer wake. Anachagua Diamond avae t-shirt au avae shati. Makubwa madogo yana nafuu. Anachagua bwana Diamond leo vaa moka au kesho vaa nguo fulani. Nimechoka. Zuchu ataacha kuchoka. Kumbe yule mtoto anavumilia mengi. Mengi ambayo hatuyajui sisi binadamu. Mungu amsaidie yule mtoto maskini. Silie mama.
ameingia cha kike. Mtihani kweli, kwa sababu mtu unategemea mwanao wa kike anaolewa na mwanamume mwenye heshima, mwenye adabu, mwenye desturi, mwenye mila zake, mwenye huruma, mwenye mapenzi. Leo ndo tunakuja kuona hivyo tena, wanavalishana, huyo ndo anamvalisha. Ndio anayemfanya apendeze. Tuone mwisho wake itakuwa. Pole mama yangu anataka kulia, naomba hii interview tuimalize, si ndio? Mama yetu kidogo kweli. Hebu tueleze mama, taarifa nzuri kwanza kutoka sasa hivi. Taarifa nzuri kwanza, nimetoa kitu inaitwa Kidume Plus. Hiyo Kidume Plus mwanamume anapaka tu. Anapaka tu kidogo. Basi baada ya dakika 15. Yaani mambo ni moto. Ni moto, ni balaa, kwa sababu sasa hivi wanaume wengi michezo hawaiwezi. Wanaweza michezo ya mdomoni tu, kuongea, kushikashika nini, lakini ikifika tu sehemu hiyo baba anaanguka pa. Yaani unamtafuta alafu umuone anapotea kabisa. Sio kaanguka ukasema huyu hapa. Umuoni yani kapotea kabisa, kajificha. Kama vile jongoo konokono lile katoka afu karudi kwenye nyumba yake. Umuoni. Kwa hiyo Kidume Plus inarudisha heshima ya mwanamume. Baba anaanguka, lakini anaanguka vizuri, anaanguka anaonekana. Alafu anashikwa, anapandishwa juu, anakaa kwenye kiota chake. Kidume Plus. Lakini pia nguvu za Kidume Plus tumeiboresha. Imekuwa zaidi. Lakini pia kuna vitu vingine, kuna bawasili, kuna vidonda vya tumbo. Sasa hivi hivyo vitu na wanawake uzazi. Wanawake wengi wanahangaika uzazi. Hiyo ya uzazi hata mtu ana miaka 50 anaweza kutumia kama anapata siku zake. Sawa kabisa. Kwa hiyo lakini pia kuna namnato na vibanio, kashata za kungu, chapati, mbaazi. Yaani mimi kwangu niko full mikoba kwa kweli. Nimesheheni. Wanakupataje mama kwa namba simu? 0713 999993. Lakini pia wanaweza kuingia Instagram, pia matangazo, watu wa Dodoma, watu wa Morogoro. Siku hizi treni zimerahisisha, ukitaka nije kufanyia matangazo alafu mimi sina bei kubwa. Mimi ukiniita kuja Dodoma na kuja, unanilipia, una sehemu ya kulala, ticket, pesa yangu ya kiasi tu. Na kufanyia matangazo yako huyo, narudi zangu da siku hiyo. Morogoro pia. Unaenda. Alhamdulillah. Sasa mama, mimi nikushukuru sana. Haya, asanteni sana. Asante pia. Asante kutazama interview hii. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.